Kufuatia kifo cha mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini Mhandisi Gisima Nyamuhanga aliyefariki kwa ajali ya gari akitokea jijini Mwanza kuelekea wilayani Bunda mkoani Mara, serikali imemlilia kiongozi huyo kutokana na utendaji kazi wake uliotukuka katika Wizara ya Nishati hapa nchini. Akitoa salamu za rambirambi kwa niaba ya serikali, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko wakati akiongoza maelfu ya wananchi katika mazishi hayo yaliyofanyika Migungani wilayani Bunda mkoani Mara. Ndugu waombolezaji, naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan nipokee salamu hizi za pole na niwaombe familia wote mliobaki. Hatuna jambo lolote la kufanya zaidi ya kuyaishi mema ambayo walikuwa wakiamini na kuyaishi. Sisi kama wizara na wenzangu wizarani tutaendelea kukumbuka mchango wake kwenye sekta ya nishati. Zaidi sana yale aliyokuwa akiyabuni kila siku hayapa msukumo mkubwa. Yeye pamoja na kwamba ameondoka leo, nyuma yake ametoa cheo utajiri mkubwa wa muunganiko ndani ya TANESCO. Tutaendelea kuwa pamoja na ninyi wakati wote. Mheshimiwa Rais ameniambia jana ameondoka, lakini kazi alizozifanya zitaendelea kuishi. Na nataka niwatoe wasiwasi kama Mheshimiwa Rais anayo macho ya kuona vizuri ni nani anayefaa kuchukua nafasi ya Nyamuhanga. Bila shaka atawaletea mtu mzuri atakayeendeleza kazi njema ambayo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kamati ya maandalizi kupitia Naibu Katibu Mkuu Dr. Mataragio kwa kuratibu vizuri shughuli hii. Nilipokaa kikao cha kwanza mliniambia tulia, tutayasimamia yote. Nakushukuru sana Katibu Mkuu, timu yote ya TANESCO, wote na familia kwa kweli kwa kuwa pamoja kwenye kipindi hiki kigumu. Ninajua alikuwa mtu ambaye wakati wote ukimwita atakuja kwa unyenyekevu mkubwa, pamoja na umri mkubwa kuliko mimi. Binafsi nilipenda sana. Kutokana na kazi kubwa aliyoifanya Mhandisi Nyamuhanga katika sekta ya nishati, baadhi ya wananchi ambao ni waombolezaji waliofika kumsindikiza katika safari yake ya mwisho wanasema walijivunia kiongozi huyo katika sekta ya nishati, kama anavyoeleza mkurugenzi wa Soya One Limited Chacha Soya pamoja na Jacob Sira. Mzee amekuwa sehemu ya mfano na amekuwa chachu kubwa kwetu sisi wachimbaji, maana tumepata huduma kwa haraka na tumekuwa na kiburi kikubwa cha kuweza kupeleka malalamiko na yanasikilizwa. Hivyo basi tunaomba wale waliobaki waweze kuiga na kuenzi mema mazuri ambaye mzee wetu ametuachia sisi kwa upande. Ameonyesha uweledi wa hali ya juu katika kazi ya kusambaza umeme nchini. Kwa hiyo kama wananchi tutamuenzi sana, tutaendelea kumkumbuka, lakini pia tunaomba viongozi wa serikali wanapofikiria namna ya kuliziba pengo la Nyamuhanga. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Nishati Judith Kapinga pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Robert Maboto wakatoa salamu zao za rambirambi kuhusu msiba huo mzito kwa taifa. Tuna nafasi tungemwambia na tungemwombea Mheshimiwa Gisima, labda na yeye ainuke aendelee kuwa na sisi, lakini kwa sababu neno la Mungu katika Ayubu 14:1-2 linasema mwanamke alizaliwa na mwanamke, mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu, yeye huchanua kama vile ua, kisha hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Na kwa maneno haya Biblia, basi hatuna budi bali kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini amekuwa msaada mkubwa kwangu kwa miaka hii 5 kwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo kwenye jimbo hili. Bunda ina watu wengi, lakini sio wengi wanaofikika, na sio wengi unaweza kuwaeleza changamoto zilizoko Bunda wakazipokea. Kuna wengine ukiwaambia wanaweza kukwambia wewe ni mbunge wa jimbo. Marehemu Gisima Nyamuhanga alizaliwa mnamo tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 1969 mkoani Mara. Ama hakika Mhandisi Nyamuhanga amevipiga vita vilivyo vyema na mwendo ameumaliza. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe.